Jana tulikuwa na somo la mahusiano. Eh, Nadhani kuna watu walibaki na maswali, kuna maswali baadhi niliyapata eh, kuhusiana na somo hili la mahusiano, lakini kuna vitu vichache tu ambavyo kwa sababu ya muda hatukufanikiwa kuviongea au kuvizungumza katika somo hili la mahusiano. Kuna mtu mmoja aliulizia kuhusiana na kwamba je, ni sahihi kwa watoto wa kike au kwa wadada. Yeye aliulizia kwenye upande wa mavazi kwamba ni sahihi kwa mdada au kwa wadada kuvaa, kuna nguo wanazivaa zinaitwa skin socks, nadhani wanazifahamu. Huwa ni nguo fulani hivi ambazo huwa wanavaa, sio kama socks zinakuwa na socks, lakini wanazivaa nadhani mpaka juu, yaani kuanzia chini hadi juu, kama socks zinakuwa zimebana hivi. Ukimwangalia hivi amevaa sketi, utahisi kama amevaa socks chini, lakini unakuta ile nguo imetoka kuanzia juu. Ni kweli si kila kitu kimeandikwa kwenye maandiko matakatifu, si kila kitu kiko kwenye Biblia, lakini hilo vazi halistahili kulivaa unakuja nalo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimewakwaza watu wa Mungu. Unapovaa lile vazi unakuja nalo pale mbele, watu wanafikiria, watu wanajua kabisa hili, yani ni kama ulivyovaa nguo ya ndani ndefu tu, yani imefika chini. Nguo uliyoivaa ndani ndio unaionyesha hadi chini uliyoivaa, kwamba tuione ulivyoivaa. Kwa hiyo hiyo nguo ivae huko, lakini usije nayo wapi? Usiivae kanisani. Ukiwa ndani huko na mume wako, vaeni, unaweza ukavaa. Hiyo ni nguo ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguo usiivae ukaja nayo kanisani. Haleluya. Usiangalie mbona fulani anavaa, ni mke sio, labda ni mtu mzito sana kanisani, nani kiongozi, na wewe unavaa. Hatuokolewi kwa namna hiyo, wala tujifunzi kutoka kwa watu wengine jinsi wanavyoharibu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguo ni ya kwako, vaa huko huko, lakini usije nayo wapi? Kanisani. Nadhani imekaa vizuri hiyo. Kuna wengine wakaulizia kwamba ulijikita tu kwa upande wa kike, especially kwenye upande wa shera. Vipi kwa wanaume wanaovaa suti nyeusi wakati na wao unakuta wameshafanyaje? Huenda hawakuwa vizuri, au tuseme kwamba hawakuwa waaminifu. Vipi kwa watu wa namna hiyo? Sheria ya Mungu haina upendeleo. Kwa hiyo kama na wewe umefanya hivyo, na wewe utabaki tafuta alternative ya nguo. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta alternative ya nguo, na wala usiona aibu kuvaa. Usiona aibu kufanya nini? Kaunda vaa. Kaunda yaje, lakini inafahamika, mavazi yanafahamika. Kwa mavazi yenye heshima yale, kama ni shera nyeupe, binti anatakiwa avae, ambaye ni nani? Ambaye ni mwanamwali. Vivyo hivyo kwa wa kiume, hiyo suti vivyo hivyo. Lakini siku hizi ni kama tumehujumu hili, ni kama vile aliangaliwi sana. Zamani walikuwa wanaulizwa, kama inaonekana kuna mahali unaweza usipate majibu, unauliza mtu anakaa kimya. Kwa hiyo mtaacha kufungisha ndoa? Kwa lazima ndoa iendelee, zoezi liendelee la kufungisha ndoa. Kwa hiyo ikaonekana basi watu wenyewe wao waaminifu tu, uwe muwazi wewe mwenyewe, jiandae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana katika uchumba tuliangalia. Mchague mtu wa namna gani, umri gani. Kwenye umri hapa pia anashauri kwenye somo hapa, anashauri ya kwamba asiwe mwenye, msizidiane miaka mingi sana. Unakuta wewe ni mkubwa mno, alafu unataka uwe kabinti kadogo, unatafuta kabinti kadogo. Ukiangalia una umri wa miaka 35 labda hata 40, unakatafuta kwenye miaka 18. Yaani hamtafurahia kwenye ndoa. Kuna mtu atazeeka mapema, atachoka mapema, kuna mwingine ndo anaanza kuwa kijana sasa. Mwisho wa siku unakuta hakuna furaha pale. Kwa angalieni, angalau sio vizuri umri kulingana. Yaani sio vizuri umri kulingana, maana watoto wa kike akili yao ukiwa umelingana, kwa mfano mimi nalingana na binti fulani, ni ngumu sana kuendana naye. Labda kama kamwili kake ni kadogo, lakini kama yuko kwenye hali ya kawaida, mara nyingi unakuta binti anakuwa mkubwa sana kuliko mimi. Kwa hiyo angalau unaweza mkazidiana miaka kadhaa hapo, michache tu, range ya miaka michache. Ila mwanaume mzidi, angalau mtawale kinini, kiakili. Kwa hiyo mnatakiwa kufanya hivyo. Kwenye uchumba tutaki kufanya tendo la ndoa kabla hatujaoana.
Hataki kufanya tendo la ndoa, kwa sababu tendo la ndoa linaitwa tendo la ndoa, maana yake ni special kwa ajili ya wana ndoa. Kwa hiyo kama nyie bado ni wachumba, hamtaki kufanya tendo la ndoa, hataki kufanya hivyo. Ikitokea umefanya, basi hakikisha unamuoa huyo mtu uliyefanya naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unataka umharibie nani aje amuoe, alafu utafute bikira? Unawaharibu nani unataka aje haimaanishi kwamba ambao wamefanya hivyo wameharibiwa, lakini inamaanisha kwamba ukifanya na binti mmeanguka ghafla, labda bahati mbaya, tunasema ni bahati mbaya. Sema shetani alikupitia, si unaenda wapi? Basi hakikisha kwamba unamuoa. Halo? Hakikisha unafanya nini? Mbona mjibu watu wa Mungu? Au ni gumu sana? Hakikisha unafanya nini? Na wewe binti hakikisha huyu anakuoa. Kwa sababu akikuacha, kwanza amekupunguzia thamani. Yaani amekushusha thamani yako. Haya, somo la leo ni somo zuri sana. Ni somo ambalo tutajifunza kwa just like discussions. Tutakuwa tuna share na nili experience na nini. Lakini kabla sijalianza, nimekumbuka kuna mwingine pia aliuliza swali kuhusiana na kwamba kwenye mavazi, kwamba kwa mujibu wa hiyo Petro wa kwanza 3:3 wanasema kwamba wanawake wajipambe kwa nini? Sio kwa kufanyaje? Akasema mbona kanisani kwetu kuna wadada wanasuka nywele, vipi imekaaje? Au ni kwenye kutafsiri maandiko, huenda hatujaelewa vizuri ile fungu, kwamba huenda ni option, kwamba wanaweza wakasuka, ndio maana makanisa mengi unakuta wadada wanasuka. Hilo fungu liko direct kabisa, wala halijaficha. Kwa hiyo kusuka nywele hairuhusiwi. Bwana Yesu asifiwe. Kusuka nywele ifanye nini? Hairuhusiwi. Anasoma masuala ya uchumi. Nani anaweza kutuambia maana ya uchumi? Kama kawaida, si walimu tuna tabia, unapoona wanafunzi darasa limetulia, unaweza pia ukapiki randomly. Hello? Mniangalie sasa, msije hii ni wachague. Maana ya uchumi ni nini? Mimi mwenyewe sijui, kwa hiyo natamani nifahamu kupitia nyinyi. Unaona walimu wanakuta na kusanya idea. Kwa hiyo unachangia na kuchanya, alafu anakusanya idea, anaunganisha kitu kinakuwa kimoja. Nini maana ya uchumi? Eti uchumi ni nini? Unaposikia uchumi. Unaweza kutusaidia maana ya uchumi? Karibu. Mr. Okay, karibu. Kulingana na definition ya Google, uchumi ni mfumo mkubwa unaohusisha uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa bidhaa na huduma. Kulingana na Google. Asante. Karibu Joshua Mwaliambi. Joel Mwaliambi. Asante. Okay, karibu Joeli. Naweza nikasema economics ni study of commerce and all factors that aids commerce. Na hapo nikiongelea commerce namaanisha both trade and aids to trade. Sasa kama hapo takuwa nimewacha watu wengi. Okay, asante. Zani. Kuna mwingine? Okay, karibu Scalion. Mimi ninavyojua economy, yani hela, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo ukisema kama uchumi ni mgumu, tunazungumzia pesa, sio kitu kingine. Okay. But dealing with about the financial position. Thank you. About the issue of financial. Okay. Karibu pale nyuma, takuwa mtu wa mwisho. Megugo na wewe? Haya. Soma ya kwako inasemaje? Unaweza ukatafsiri? Ndio, karibu. Okay. Amejaribu kuelezea kwa waza elimu, yule ametumia Google. Ametoa ya kwaka naifahamu, na Scalion anakuambia ameenda direct. Unapozungumzia uchumi moja kwa moja tunazungumzia issue ya fedha. Anyways, ni jinsi ambavyo unafahamu walivyoelezea inatosha. Huo ndio uchumi. Je, soma katika Mithali 22 fungu la 9 inasema,
Je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele za wafalme, hatasimama mbele za watu wasio na cheo. Ujana ni kipindi cha mpito kutoka utotoni kuelekea utu uzima kwa sisi ambao tuko katika ujana. Manake just a transitional period from childhood to adult what? To adulthood. Hiki ni kipindi cha kuanza kujitambua. Unakuwa na self determination, unakuwa na self what? Determination. Unajitambua, unajithamini na kuweka malengo na kuweka mipango ya kufikia malengo hayo. Kwa unakuwa unaweka malengo, tamani nifanye hivi, tamani niwe mtu fulani, nije niwe mtu fulani, niwe mfanyabiashara mkubwa hapo baadaye. Kwa unaweka pia na malengo ya kuyafikia na strategies. How sasa ili niweze kupata hiyo biashara, nitafanyaje? Nitapitia 1, 2, 3. Nitaanzisha hiki, nikipata mtaji ukikua, nabadilisha, nachukua biashara kubwa kidogo au naongeza mtaji na expand kept in such a way. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Lakini pia katika kipindi hiki kijana aliyetimamu, aliyetimamu hujioji ametoka wapi, anaelekea wapi na anafanya nini ili afike kule alikodhamiria kufika, akiwachukua baadhi ya watu kama kipimo na hamasa ya kuleta au ya kule anakotaka kufika. Kwa hiyo kuna mwingine anakuwa labda na watu kama nataka niwe kama labda Bakresa, niwe kama nani, nipate fedha kama fulani. Labda kuna watu hapo mtaani kwako unamuona anamiliki duka kubwa, lakini akikuelezea alivyoanza, ameanza tu taratibu, ameanza siku kuuza karanga, baadaye akafanyaje, mwisho wa siku akawa na duka kubwa. Kwa hiyo unakuwa unaangalia watu ambao wamefanikiwa, wamefanyaje. Ujana ni wakati wa kupanda, na utu uzima au uzeeni ni wakati wa mavuno. Hii point ikae kichwani mwako, hata ukisahau yote tukaojifunza siku ya leo, tembea nayo wewe kama kijana, ya kwamba kijana au wakati wa ujana ni wakati wa kupanda, alafu wakati wa uzeeni ni wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. So we harvest what we sow, right? Tunavuna kile tulichofanya nini? Tulichokipanda. Kama hautapanda vizuri kwenye wakati wa ujana au ujanani, maana yake tegemea kuvuna hivyo hivyo kwenye uzee. Unakuwa unalalamika. Hatuwalaumu wazee wetu wala waliotangulia waliofanya kwamba si walizembea sehemu fulani, hatuwalaumu wala wazazi wetu hatuwalaumu. Lakini ni wakati ambao mara nyingi huwa tunapokea kila ambacho ni matokeo ya tulichokipanda tukiwa nini? Wakati tukiwa vijana. Maanake kama ulizembea ukiwa kijana, wakati huu sasa ambao tuko kwenye huu wakati, kama umezembea kuweka mipango yako vizuri, maanake uzeeni utakuja kutaabika. Unahitaji msaada, unakuwa ni mtu wa kulalamikia watu kila siku. Unapigia watu simu, akikataa kutumia hela unamlaumu. Hatutaki kuwalaumu kwa sababu wewe mwenyewe ulizembea ukiwa kijana. Kwa hiyo yeye ili akupatie ile fedha, kwanza akupe msaada, yani ni moyo wake tu ameamua kupatia msaada. Sio lazima, sio unaanza unaingia unavunja undugu kwa sababu hiyo, mimi sina ukoo na hao watu. Na wapigia simu, si watoto wangu wamefaulu huko, nataka wanisaidie ili nipate fedha ya kuwapeleka shule, wamegoma. Sasa kama wamegoma, hawana fedha. Na hata kama amekataa kukupatia, usimlaumu. Wewe kuzaa ni jukumu lako. Wewe ulikuwa unazaa mwenyewe. Na unapokuwa unazaa kisha una uwezo wa kufanya nini? Wa kuwahudumia, wapeleke shule, huo ni wajibu wao. Ni wajibu wako, na wao ni haki yao. Ni haki yake kupata elimu. Kwa hiyo mzazi asije akalalamika au usije ukalalamika baadaye kwamba umekataa kunisaidia. Huo ni wajibu wako. Unapotimiza wajibu wako, manake mtoto anapata haki yake. Unless otherwise, usizae. Kama unaona unakushinda kulea. Kwa kwenye wakati huu wa ujana ndio wakati ambao tunatakiwa tuweze kufanya nini? Kuwa makini sana sisi kama vijana kuhakikisha kwamba tunapanda vizuri. Halo? Yes, ni wakati wetu huu. Matokeo yataonekana hapa duniani na hasa katika umri wa utu uzima au uzeeni kwa kile kilichopandwa wakati wa ujanani. Endapo kijana hatafurahia ujana wake na kujiwekea malengo, siku moja atavuna alichokipanda. Umri wa uzee ni umri wa majuto kwa wengi. Kwa kuwa nguvu za kutekeleza mipango waliojiwekea au waliochelewa kujiwekea labda zimepungua. Unapokuwa mzee,
Unashindwa. Mhubiri 12:1 anakuambia mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, si ndio? Kabla haijaja wala hajakaribia, ambao utasema ukiwa kijana unakuwa na nguvu, si ndio? Maanake yote haya unaweza ukayafanya ukiwa nani? Ungali kijana. Ukizeeka kwanza nguvu zinapungua. Kwa hiyo kama uliweka mpango kazi, unajua unaweka mpango kazi, umeuandika mpango kazi. Ukifikia umri wa uzeeni haujautekeleza na unahitaji fedha, huo futa tu. Labda watoto wako waje kukusaidia kutekeleza huo mpango kazi. Uliweka mpango kazi wa kwamba ili kufikia miaka 55 unatakiwa niwe na gari fulani hivi. Sasa umefikia uzeeni, baisikeli yenyewe huna. Alafu unafikiri gari utanunua. Maana yake unatakiwa uweze kuwa makini sana. Tuwe makini kwenye umri tulionao. Kwa sababu umri wa uzeeni ni umri wa majuto kama hujapanda vizuri. Zingatia mambo yafuatayo ili kutendea kazi ujana wako. Kuna mambo machache tu hapa ya kuzingatia. Jambo la kwanza, kijana anapaswa kujenga uchumi wake kwa kuzingatia misingi ya Biblia au mafundisho yanayosisitiza utendaji kazi wenye bidii unaoendana na maadili mema. Jambo la pili, ni muhimu kwa kijana kujifunza ujuzi mpya. Ndiyo, tuko kwenye, kwa Kiswahili tunasemaje? Tunasoma nini hizi? Unasoma program mbalimbali, si ndio? Ndio unasoma kozi fulani. Sasa tunashauriwa tusistiki tu kwenye hizo kazi, sawa? Kwenye hizo kozi. Mambo yanaweza kubadilika hapo baadaye. Ndio? Kwa lazima tujifunze, tunashauriwa angalau jifunze masuala kama vile nini? Ufundi. Wewe unasoma electrical lakini wewe unakuwa unafahamu mambo fulani, labda hata kuhusiana na masuala ya ujenzi unajifunza. Kwenda saidia fundi sio kwamba labda wewe maisha ni magumu sana. Unakuwa unachukua ujuzi, unafanyaje mara moja unajifunza. Kutengeneza useremala huo tunajifunza na kadhalika. Lakini pia biashara tunakuwa tunajifunza kwenye wakati wa ujanani, tunajifunza hapa chuoni. Naona wengi wanafanya. Mbarikiwe sana. Najua kuna wengine pia wanafanya ingawa sio direct. Uwezo kawaona lakini wanafanya huko. Kwa hiyo mbarikiwe pia. Unajifunza ufugaji, kuna watu najua wanafuga huko nyumbani, labda wana mbuzi, wana nini. Unakuwa unajifunza kwamba hata kama ukifikia uzeeni basi umeweka misingi mizuri. Lakini pia unajifunza habari za kilimo. Jaribu. Chukua hata nusu eka. Ukipata hasara umejifunza. Hello. Wasikuogopeshe kwamba huku. Jaribu. Nimewahi kutaka kujaribu siku moja, mtu mmoja nikamshirikisha akanikatisha tamaa. Nikiwa first year mwanzoni pale kulima. Mbona mimi niliwahi kujaribu nikashindwa. Yaani wengi tu wamejaribu wakawa wanapata hasara. Kwa hiyo usijichanganye hiyo pesa Lakini nashukuru Mungu nilipokuja mwaka wa pili nikawa nimefanya hivyo. Kwa hiyo nikajaribu na nikafanikiwa. Haleluya. Nilichiriski kabisa. Nikachukua eka nzima na nikachukua mbali sana. Nikachukua madaba huko Songea. Lakini mambo yalienda vizuri. Kwa hiyo hata kama yasipoenda vizuri, unakuwa unajifunza, unapata experience. Kwamba kwenye biashara kuna wakati utafanyaje? Utapata, kuna wakati utapata hasara. Lakini ili uweze kufanikiwa, lazima sometimes ukubali kutake nini? Kutake risk. You must be a risk taker. Usipokuwa hivyo au utake risk? Sasa nikachanganya mafaili. Utake risk? Yani usiogope, wakati mwingine usiogope kwa sababu unaweza ukajikuta hauanzi kitu, yani unakuwa unaogopa tu. Na siku zote wanaofanikiwa sio waoga. Waoga siku zote hawafanikiwi. Kwa sababu ukitaka kujaribu nikipata hasara. Lakini unapokuwa unafanya hivyo angalia isije kawa ni hela ya ada wakati mwingine, si ndio? Wewe kama kuna extra money you have yes, you can try to do that. Ila kama ni pesa ambayo umeagizwa na baba ukafanya kitu fulani na wewe umekwambia kweli kinaingiza fedha kwa muda mfupi, unaiwekeza, unaweza ukavunja undugu na baba. Mambo akija kuharibika hapo baadaye. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa vijana kujifunza masuala ya teknolojia, ujasiriamali na kadhalika. Lakini pia jambo lingine la msingi ni muhimu kujenga utamaduni wa kuweka akiba na kutafuta fursa sahihi za uwekezaji zitakazompa uhuru wa kiuchumi. Jambo lingine la kuzingatia, kijana anapaswa kujiepusha na matumizi yasiyo na mpango. Lakini pia kujiepusha na madeni. Bado ni kijana tu lakini madeni ulionayo ni zaidi ya milioni, yani kuna madeni ambayo sio ya lazima sio ya lazima. Simaanishi kwamba hesibu, of course ukiangalia pale unaweza kukuta hata una zaidi ya milioni 9 unadaiwa. Lakini ile ni kwa ajili ya ada na nini. Ukija kuajiriwa wanaanza kuchukua hela yao. Lakini kuna madeni ambayo sio ya lazima.
Kitu ambacho sio cha msingi unalazimishwa ukifanye. Mwisho wa siku unaingia madeni, unashindwa kufanikiwa. Kingine ni muhimu kujifunza kusema hapana kwa matumizi yasiyo ya lazima na kuweka malengo ya kifedha ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa hiyo tunasisitiza kutunza akiba, kuweka akiba ni muhimu pia. Vijana wanapaswa kuepuka kamari, michezo ya kamari kwenye mabano betting. Wangapi huwa wana beti huko ndani? Nyosha. Siwapige jamani. Unaona kama siwezi nika. Wewe nyosha tu. Watu ambao wana beti. Nyosheni hata kimoyomoyo. Haya, sawa. Usibeti. Usifanye nini? Usibeti. Hiyo ni dalili ya uvivu. Unataka upate mafanikio kwa muda mfupi. Huwa nasikia tu betting lakini sijawahi, unasikiaga hodi, si hodi. Sijawahi kujua wana betiji. Ila nakumbuka nikiwa darasa la 7 nimemaliza darasa la 7. Nilisikia 3 mzuka. Nikataka na mimi, wakasema ukiweka 500 si unapata shilingi ngapi, unashinda. Alafu watu wanapiga simu kwenye redio. Nikamwambia mama, kumbe kuna namna ya kupata pesa alafu sisi hatujui. Nikamwambia nina 500 hapa nataka nikanani. Na mimi nikaweka. Mama akasema hiyo pesa kama umekosa pa kuipeleka na iomba hiyo hela. Basi nikaacha kwa sababu kumbe nilijifunza kwamba sio vizuri. Kwa hiyo sijawahi kufanya michezo ambayo ni ya kamari na namuomba Mungu isije ikatokea hata siku moja. Na wakati mwingi pia imewahi kutokea, kuna mama mmoja wamefanya vizuri wakati ilikuwa ni wakati wa njaa sana, ilikuwa wakati wa njaa sana. Kule kwetu amboni moja ilikuwa inauza shilingi 5,000. Amboni ile ya mahindi. Wangapi wanaifahamu? Kile kisado ambacho cha dagaa kile. Amboni moja 5,000. Amboni hii pengine ikafika hadi 6,000. Amboni hii moja. Kulikuwa na miaka hapo sio 2017. Wakati wa njaa, sijajua kama huku ilifika hiyo njaa. Kulikuwa na ukame wa muda mrefu. Njaa ikawa imepiga pale. Kwa hiyo njaa ikapiga, gunia tu la mahindi ilikuwa inauzwa bei kubwa. Na udaga ndo lina bei ndogo lakini ndo likawa linauzwa bei kubwa sasa limefikia bei ya mahindi. Udaga nikisema ni ugali miogo, sawa? Mwanamke na mwanaume si wameuza mbuzi huko nyumbani, wameuza mbuzi na nini ili wakanunue mahindi, wanunue gunia zima. Mama akatangulia na fedha. Alipofika huko mnadani, naambia kenye bahati ni yaka. Haka kana bahati. Nachanga akasogea pale, anaona kumbe kusogelea tu wakati mwingine sio vizuri. Alipofika pale anaona wanajaribu, wanapata. Wanacheza hapo wanapata hela nyingi, wanawabariki. Wanaenda na kwenda. Akasema sasa si bahati ni hii. Tuongeze mume wangu akija angalau tutakuwa akaweka hela yote, sio aliweka sio elfu ngapi. Nia 100 kabisa. Hela ya gunia zima la udaga alikuwa chini ya 70,000 kipindi hicho. Akaweka hela yote. Alivyoweka wakaila ile hela. Walivyochukua ile hela, bahati nzuri muda huo mume akafika pale kwa sababu ilikuwa ni njiani anapita pale. Hela yangu ataniua, sema leo nitakuua wewe. Akamchukua pale, hatujui kilichoendelea. Kwa hiyo michezo ya betting ni mibaya sana. Michezo ya kamari ikimbie kama kijana utakiwi kutaka shortcut. Pambana. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kupambana. Unasikia mtu anakuambia nimebeti nimepata 100,000 na wewe unawaza nikiweka na mimi napata si milioni ngapi, si laki ngapi. Sio vizuri kubeti. Ni dalili ya uvivu. Kijana lakini pia vijana wanapaswa uvivu na uzembe unalaaniwa katika Mithali 10 fungu la 4. Mtu mmoja atusomee hapa. Anyways, mtu atakayetenda mambo inasemaje? Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu anakuwa maskini, Bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Kwa hiyo tunajifunza tusiwe nini? Tusiwe wavivu. Vijana wanahimizwa kufanya kazi kwa mkono au kwa mikono yao ili kujenga uchumi thabiti. Heshima ya kijana ni kazi. Kufanya kazi humpa kijana heshima mbele ya jamii. Humfanya aaminike na humpa sauti ya kushiriki kwenye maamuzi ya kifamilia na kijamii. Wakati mwingine unaweza kukuta hata kama kwa kikao cha jamii, labda ni cha mfano sisi kule kwetu labda watu wa vijijini, kitongoji labda au cha Nzengo, labda nataka wafanye jambo fulani, sasa wanatoa maoni pale na kwa mnanyosha wengi of course. Kwa wakati mwingine wanaangalia pia.
Ni kweli, ni ukweli usiopingika. Unanyosha mkono sasa, wamenyosha labda wawili, yule wanamwamini huyu ana fedha, alafu ni issue nataka fedha tufanyeje? Na huyu akimwangalia maisha yake angalau ni yani yuko vizuri. Alafu unaona nyosha kule, unaweza akakuignore. Kwambie hebu tuambie bwana, hebu tupe uzoefu, hebu tupe mbinu. Mimi naona kumbe hata mawazo yenyewe ni ya hovyo, yule ndo ana mawazo mazuri. Kwa wakati mwingine ukiwa na fedha au ukiwa na maisha ambayo at least ni standard, unaweza ukathaminiwa. Wakati mwingine unaweza ukapata nafasi ya kushika nafasi nyadhifa mbalimbali kwa namna hiyo. Kumbuka ni amri ya Mungu kufanya kazi siku 6. Nasema kwamba siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Kwa hiyo ni amri ya Mungu kufanya kazi. Kwa hiyo ili uweze kuitunza Sabato inategemea pia kwenye hizi siku 6 umefanya kazi. Sio unapumzika tu siku ya Sabato, kumbe wewe siku zote kwako ni Sabato. Sabato maana yake nini? Kumbe wewe siku zote wewe ni Sabato. Ila wewe kwa kuwa tu ni Jumamosi, unajua leo ni Sabato. Maana yake maana ya neno Sabato ni pumziko. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kazi kwa siku 6. Fanya kazi kwa siku 6, au siku ya 7 ndio pumziki. Amri hii inasisitiza kufanya kazi kwa bidii na maarifa siku 6, yaani wakati wa mvua na wakati wa jua. Pia Mhubiri 9:10 inasema lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako. Kwa hiyo ni muhimu kwa kila mtu kuitunza nafasi yake ya kazi na kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na uadilifu kwa faida ya maisha yake, kwani kazi inaleta kipato, kazi inaleta heshima na kukuwezesha kusimama mbele ya wafalme. Hupunguza msongo wa mawazo, huleta afya, inakupa uwezo wa kujiwekea akiba, inakupa fursa ya kusaidia wengine, inaboresha uchumi wa taifa. Kazi inakupatia fedha kwa ajili ya kazi ya nani? Ya kazi ya Mungu. Na kama tukisema kwamba labda tunahitaji fedha kwa ajili ya kufanya nini, labda kufanya effort, kufanya nini, ukiwa na kazi, ukiwa na fedha au ukiwa na kazi inayokuingizia fedha, maana yake hiyo kazi itakuwa ni rahisi kufanyaje? Au hizo effort na nini itakuwa ni rahisi kufanya nini? Kuzifanya. Lakini pia kitaifa unakuwa unasaidia taifa kwa namna moja ama nyingine. Kuna uchumi, kuna direct and indirect tax ambazo huwa tuna be deducted maybe from workers workers salaries, au kutokana na hizi ambazo tunakuwa tunafanyaje? Tunaziuza. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kijana kufanya nini? Kufanya kazi. Haya. Naomba nione mikono ya wenye michango kuhusiana na somo la leo. Yaani lolote, labda una mchango, una nyongeza, kuna sehemu unataka uongezee, karibu. 1, 2, 3. Wakati wote. Kitu ambacho mimi nilikuwa nataka kuongezea, Unaenda direct kwa dakika moja. ni kwenye swala la hasa sisi vijana kwa kipindi hichi. Jikite sana katika katika kulisoma neno. Tunapokuwa tunasoma neno, hasa Biblia na vitabu vya nabii, tutapata njia sahihi ambazo zinatupasa sisi kama vijana wa Kiadventista kuzitumia kwa ajili ya kufanyaje? Kupata kipato. So tu kila njia ambayo umeikuta itakufeva. Kuna zingine hazitakufeva kwa ajili ya nini? Ya kazi ya Mungu. Kwa wakati huo. Unaona? Lakini kitu kingine tujifunze, tunaiga yani wale role model. Najua wakati mwingine sometime mimi wanasema katika maisha sitahitaji role model. Ila kuna watu wengine unakuta ni Waadventista wa Sabato, mimi nawashangaa. Unakuta amekomaa na kitabu cha Rubaski, na kitabu sijui cha nani, cha Bill Gates, mara cha nani. Jamani, tujifunze kwa watu ambao tunawafahamu. Nilipewa kisa kimoja na bwana mmoja kwamba akishuhudia kuna dereva bajaji mmoja maeneo ya Tabora. Aliparuza gari. Kumbe ile gari bwana sio gari. Wakamchukua tu vizuri wakaenda naye. Kumbe alikuwa ameparuza nini? Ameparuza nyoka. Huo ni mfano mojawapo. Unachojifunza kwa mtu fulani. Hivi unajua njia gani hizo unazotumia kutafuta hela? Kuna bwana mmoja anasema kwamba tutamuuliza, ametrend sana kwenye mitandao kwamba tutamfuatilia, sio hivyo? Jaribu kutumia akili. Unajifunza kwa Elon Musk. Hivi unadhani ni njia sahihi zote hizo? Kuna kitu fulani, yani kuna vitu ambavyo alikuwa anaongeza kama ni chumvi, kama nini. Ni sawa amepika chakula, sio hivyo?
lakini kina chumvi fulani fulani na fulani fulani. Je, utaweza kuafodi Asante kama sana. Mwadventista? Kwa Naam. tunapojifunza kwa watu, Mm. hakikisha unamfahamu kila kitu. Sio unajifunza watu wetu jinsi ya kutafuta pesa, sijui akafanya nini akafanya nini. Kuna vitu ambavyo dunia imechanganyikana, watu wanafanya. Na ndio maana kuna manabii wengi. Naam. Huwezi kutoka hapo unasema naenda kugema kuwa nani mchungaji, eti niende kumwiga mchungaji fulani wa kanisa fulani yuko da, si ndio? Labda niende kumwiga nani? Wale wanaitwaje wale manabii. Nataka na mimi niwe mchungaji mwenye nguvu kama nabii fulani. Mbona tuoni wachungaji wakiwa na motisha wa kwenda kufanya kitu au kwenda kujifunza wachungaji kama mchungaji fulani? Naam. Kwa kama kijana tutumie mbinu ambayo tulifundishwa katika makambi kwamba Mungu ametupatia uwezo na maarifa. Na ndio maana sema inaenda vipi? Yaani ametupatia uwezo na nini? Na maarifa, sio hivyo? Huo uwezo na maarifa ambao umepatiwa ni peculiar, yani ni wa kitofauti. Utumie huo katika kupambana na kufanyaje? Kwa kupitia maarifa ambayo amekupatia na uzoefu ambao unaona kila siku, huo utakusaidia katika kufanyaje? Kufanikisha maisha, na sio tutumie tu eti kama kwa sababu mtu fulani amefanya kitu fulani amefanikiwa. Hakika. Asante sana kwa mchango mzuri. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na unapokuwa na kama umeamua kuwa na mentor au kuna mtu fulani unamuiga, basi hakikisha kwamba hautoki kwenye misingi. Angalia sio kila njia aliyoitumia mtu kupata mafanikio itakufavor wewe kwa wakati huo. Kuna wazazi au kuna wazee wengine akikuelezea sisi wakati wetu ilikuwa ni hivi, lakini ni kwa wakati huo. Sasa hivi ukijaribu kutumia hiyo mbinu hauwezi kufanikiwa, si ni kweli? Kwa hiyo angalia namna kwa wakati huo unaweza ukafanya nini, lakini pia tusiwe watu unaweza ukapewa ushauri, ndio unaweza ukawa na mentor wako, lakini ukapewa ushauri. Si kila unachokipewa unakichukua direct unakipeleka, lazima ukiprocess akilini mwako, si ndio? Kichakate akilini mwako, shirikisha, fanye utafiti, alafu ndio ufanye uchukue hatua. Asante, naomba nipatie kijana pale alinyosha mkono. Nashukuru. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba the biggest risk is of you not taking risk. Yaani kuna wengi wetu hapa kila kitu unataka, yaani kwamba unawaza ufanye hiki alafu unakaa unaona kama vile utafeli. Unawaza kingine unataka kufanya unaona kama utafeli. Hamna siku utafanya chochote. Kwa hiyo kitu moja kati ya kitu ambacho unatakiwa ukizuie kwanza ni kwamba yaani ile situation ya wewe kutake risk ni moja kati ya hatua kubwa kuelekea mafanikio. Lakini kitu kingine ni kwamba watu wengi anza kukaa hivi leo akaja akaona kwamba fulani kafanikiwa. Wengi huwa wanafikiria labda kwamba alianza hivi akafanya akafikia piki. Wakati wewe kama yule mtu alianza akafeli. Akaenda tena akafeli. Akafanya tena akafeli. Yaani mafanikio ni product ya series of yani ni product ya series ile ya majaribio. Kama alijaribu akafanyaje? Akaja akafanikiwa. Kwa hiyo unajua conclude kwamba kitu cha kwanza ni kwamba zile risk isiyo mara moja au mara mbili tu. Jaribu leo, kesho kutwa. As long as una apply effort, Mungu atabariki kile unachokifanya kama ni halali kwake. Ubarikiwe sana. Kwamba tusikate tamaa pale unapojaribu ukapata hasara basi ukaanguka kabisa. Ukasema kwa kweli kama ndio hivyo haiwezekani. Mara nyingi wengine anaweza kufanya hiki akiferi kipindi hicho anabadilisha. Mwakani labda mwaka huu umelima mahindi. Mvua ikaacha kunyesha na umetumia kama labda hata 700,000 kabisa huko. Mvua ikaacha kunyesha ukapata hasara, ukavuna gunia hizi. Gunia 2. Na kila gunia labda unauza 80,000. Una laki na ngapi? 160,000. Haya, umepata hasara. Alafu mwakani unasema mwakani kwa kuwa nimepata hasara, kumbe mahindi hayana dili. Unapiga mpunga. Unapiga mpunga, hali inakuwa mbaya kabisa. Waliolima mahindi wakafanikiwa. Kwa hiyo jaribu kumaintain ile consistency ya kazi ambayo unatamani kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Usijaribu tu mara moja ukawa umeacha pale. Una swali? Okay, ni mchango. Okay, karibu. Swali kwanza na nini mchango kwanza. Aanze mchango alafu utamalizia mchango wako na swali. Aanze pale mchango. Kwa dakika moja. Asante. Kuna kijana mmoja aliye kuuliza kwamba
una kazi? Akasema kwamba hana kazi, ila akasema kwamba amejiajiri. Sasa akaulizwa amejiajiri na nini? Akasema na Mbet. Kuna mtu mwingine pia akaulizwa kwamba unafanya kazi gani? Akasema yeye ni rubani. Akaulizwa wa ndege gani, yani airways gani? Akasema aviator. Sasa kwenye kubeti, naongelea kwenye upande wa kubeti sasa. Kuna vijana ambao wamechukulia kabisa kama ni sehemu, yani Mnacheka mimi sielewi. kama ni sehemu ya ndege au kuna hebu vijana elezea aviator. Aviator Ni moja ya betting yani, okay, kwa sawa. ufupi ni moja ya betting. Sasa kuna watu ambao wamechukulia kama ajira. Nimewahi kukutana na mtu nikaa naonyesha kwamba yani huyu mtu akiamka anachowaza ni kubeti. Yani ndo kazi yake, sio kwamba ana shughuli nyingine anayofanya. Ana beti tu. Akiamka asubuhi, akifanya kazi ile ambayo anaipata ni kubeti. Na huko ndo anapopatia nini? Anapatia hela. Na kweli wao wanapata hela kiukweli, wanapata hela, wanapiga hela, lakini ukiangalia sasa kwa sababu ya msingi wa dini na nini, hatupasi kufanya hivyo vitu, si ndio? Kwa kama vijana hatupasi kushiriki katika betting. Lakini pia kuongezea hapo, kuna platform zingine ambazo pia ni za betting lakini hazipo direct sana, ambazo mtu kuzijua inaweza ngumu. Mimi niliwahi kushiriki katika moja ya platform moja inaitwa Forex. Mwanzoni sikujua kwamba Forex, yani ile Forex nilijua tu ni moja ya njia ambayo unaweza kutumia kupiga hela. Inahusiana na mambo ya kutrade kwa njia ya online. Na ni kitu ambacho ni worldwide, kinafanya na mabilionea, kinafanya na watu wengi. Kuna hiyo Forex, kuna mambo ya cryptocurrency, kuna Bitcoin, vitu kama hivyo. Kiuhalisia hata hivyo tu ni betting ukifuatilia kiundani. Kwa hiyo hata hivyo hizo platform zingine pia tusizishiriki sana. Kwa hiyo ni muhimu kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi mwenyewe, si ndio? Sawa, asante sana. Mchango wangu ni kwamba tumefundishwa ndio kutafuta fedha, na ni kweli tutafute fedha, lakini nikaja na mtazamo wa tofauti. Jana wengi tunashindwa kufanya hilo swala kwa sababu hatuna ujuzi. Mimi naweza nikasema kwamba cha kwanza tufikirie namna ya kutafuta ujuzi, alafu tukishapata ujuzi cha kufanya kitapatikana tu, kwa sababu anasema chema cha jiuza kibaya cha nini? Cha jitembeza. Sasa ukienda kujitembeza utapata utaenda kugagana upo na wali mkava utakula. Utarudi umechoka. Na nilikuwa mnachowashauri sisi kama wasomi au kama ni tutafute ujuzi. Ujuzi unaopatia wapi? Ndio maana unakuja chuoni. Wewe unasoma umeme, hakikisha unakuwa expert. Tafuta unaweza usiwe katika engineer wa vitu vyote. Tafuta ka segment kako ambacho anasema kwamba katika umeme ikifika hii sehemu mtu yoyote wa kumtafuta atakuwa ni nani? Atakuwa ni mimi. Ukifika hiyo stage ninapenda tu kusema nini kwamba utashangaa unaanza kunufaika ingali bado upo wapi hapa, na wale ambao wanasema elimu education is a scam utaona kwamba ni watu fulani wa ajabu kidogo. Tuachane na hilo. Swali langu ni kwamba ni kweli tumefundishwa swala la kutafuta kazi, tukafanye kazi. Tusiwe watu wavivu, tuache kulala. Sasa tunakuja hapa. Swali la kwanza. Utamsaidiaje huyu kijana kwamba aache kulala, atoke kitandani, asiende kuzurura, maana kuzurura nao ni kazi. Unaona? Aache kutoka kitandani, aache kuzurura. Aende wapi? Maana ameacha kulala. Huyu kijana aende wapi? Au labda naweza kusema kwamba yani utamsaidiaje vijana kuweza kufahamu opportunity zinazotuzunguka? Sababu tukiachana kilimo cha makaratasi kwamba ukienda ukapanda ukanini sasa tutoke katika kilimo cha makaratasi, turudi sasa. Sisi ni vijana hapa. Unatusaidiaje sisi tuweze kugundua opportunity zinazotuzunguka ili ziweze kufanya nini? Kutuletea tija katika maisha. Sababu tunatofautiana katika jicho la kuona opportunity. Swali la pili, kanisa au mtazamo wa kanisa umekaaje? Kionyesha kwamba tukasa na kanisa hapa tulipo. Katika kuwajengea vijana ujasiri. Maana kitu kingine ambacho kinachowakumba vijana wengi ni ujasiri wa kuanza. Kanisa linahusikaje au tukase na usikaje kujenga ujasiri kwa vijana ili kwamba mwisho wa siku wakafanye kazi. Ni kweli kazi ya Mungu inahitaji hela, na bila hela itatembea. Kwa sasa kanisa nao imekaa katika mlengo gani au tukasa imekaa katika mlengo gani
wa kutusaidia sisi vijana tuache kubweteka na kuacha kuwa wazembe. Asante sana kwa maswali yako mawili ambayo umeyauliza. Nadhani kila mtu ameyafahamu, ameyasikia, si ndio? Sasa kila mtu akatafute nini? Majibu. Sawa? Alafu kesho tutawasilisha hayo majibu. Tuangalie jinsi gani tunaweza tukafanya, at least tukaangalia hizo opportunities, lakini pia tukajikwamua kwamba tukatoka vitandani, kwamba kuzurura nako ni kazi. Anyways, kwa mujibu wa tafsiri unavyoweza kutafsiri, anyway inaweza kuwa kazi lakini sio kazi rasmi. Sababu nimesoma civics, nimesoma work is any lawful activity that a person does to earn a living. Lakini pia kwenye physics ina define pia work is a what? Is a product of force and what? Na distance. Lakini hapo sijaona kuzurura. Lakini anyways tutaangalia pia manake anachokimaanisha kijana asifanyeje? Asizurure. Yaani tutamsaidiaje ili aweze kufanyaje? Aweze kufanya kazi. Ndio tumeisha. Tusimame tuombe. Basi Mungu awabariki sana kwa kuhudhuria pia katika kipindi cha leo. Kweli ni kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambacho kinahusiana na kilichopita. Maanake ili uweze kuanza hayo mahusiano, uweze kufanya ndoa, ili uje uwe mwanandoa baadaye, lazima uwe umejiandaa kinini? Kifedha. Kwa sababu watahitaji mahali, wakati mwingine utahitaji pia kufanya. Usifikiri kwamba wazee wote ni kama wale unaowafahamu. Wengine watahitaji pesa. Kwa hiyo lazima sio hivyo tu, mtahitaji fedha ya kuendeshea familia yenu. Wewe na mke wako baada ya kuoana kuna maisha hapa. Mwanamke ataugua, atarazwa mwezi mzima hospitali. Utaanza kupiga simu wakati ndio wenyewe mbichi. Unaanza kuulizia unataka pesa, wakusaidie. Kwa hiyo lazima tuanze kujipanga kweli kweli. Haleluya. Haya. Basi Mungu atusaidie kwa hayo. Leo tutaongozwa na mzee wetu wa kanisa, mzee Chazi hapa. Utatuombea kwa jinsi ambavyo umelielewa somo, basi utatuombea. Tuombe. Asante Baba na Mungu wa mbinguni kwa ajili ya somo hili zuri ambalo umemtumia mtumishi wako kufikisha kwetu. Tumeweza kujifunza mambo mengi ya kwamba sisi tunatakiwa tuweze kufanya kazi kwa ajili ya kuweza kuendesha maisha yetu. Kila kijana aliyehudhuria mahali hapa amesikia, na sasa hivi kila mmoja anahitaji kuchukua hatua ya kuweza kufanya kile ambacho tumejifunza. Baba na Mungu wa mbinguni, tunaishi katika ulimwengu ambapo tumezungukwa na majaribu mengi pamoja na mambo mengi yasiyofaa. Tupe hekima ya kuweza kugundua lile lililo baya pamoja na lile lililo zuri, ili tuweze kwenda katika mstari mnyoofu sasa neno lako linavyozungumza. Watumishi wako wanapoendelea kutafakari maneno haya, endelea kuwa pamoja nao. Uongozi sasa mapenzi yako, ndivyo niombapo kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.